Hujambo na karibu katika habari ya Mari ya UBTV. Mimi ni Nusra Khamis. Tulionayo katika habari leo hii, utapata kusikia kuhusu kupokelewa tena kwa viongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kunadhihirisha umoja, hamasa na nia ya kuendeleza misingi madhubuti ya uongozi bora nchini. Idara ya Katiba na Msaada wa Kisheria imetunuku vyeti kwa wanafunzi waliohitimu mafunzo ya msaada wa kisheria kwa mwaka 2021 mwaka 2022. Ukamilisho wa safari ndefu ya kitaaluma ya wanafunzi wa Chuo cha Utawala wa Umma IPA ni hatua muhimu ya ukuaji wa uwezo wa kitaaluma na kiuongozi katika sekta za utumishi wa umma nchini, na wajibu wa watumishi katika matumizi sahihi ya utunzaji wa vifaa na miundombinu ya ofisi. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika online UBTV. Kupokelewa tena kwa viongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kunaonyesha ishara nzuri na muhimu ya kuendeleza kuimarika zaidi kwa mfumo wa utawala bora nchini. Tukio hili pia linaonyesha sura ya umoja na ushirikiano miongoni mwa viongozi na watumishi wa umma katika kutekeleza majukumu ya serikali. Ungana nami katika taarifa hii. Katika uwanja wa utumishi wa umma kuna matukio yanayobeba uzito wa kihistoria na kutengeneza mwanzo mpya na wa kuaminika. Mapokezi ya viongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, akiwemo waziri wa wizara hiyo Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman, ni mfano hai wa tukio lenye kuakisi ari, mshikamano na dhamira ya kuendeleza misingi imara ya utawala bora nchini. Ni siku inayoonyesha kuwa kazi njema hujibu wenyewe na juhudi za viongozi bora zinasimama kama nguzo madhubuti ndani ya jamii. Viongozi wengine tunatakiwa kuiga yote ambayo yale mazuri ambayo Mheshimiwa Harun anayatekeleza, na yapo mengi. Ujiulize tu swala moja, kwa nini Mheshimiwa Harun kila wakati anarejea katika uongozi wake? Kwa hiyo sisi ni role model yetu, kwa maana kwamba ukiona mpaka sasa kaweza kukusimamia, lakini nyote kwa pamoja mkarejeshwa kwa pamoja, mkafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Rais, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hatutomwangusha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi chini ya usimamizi wa Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman. Sema tukiri kwamba tumefurahi kwa kurudishwa tena katika awamu hii ya 8 ya kipindi cha pili kwa ajili ya kuongoza wizara hii. Mashirikiano ya watumishi ama viongozi wa wizara hii ndio yalomshawishi Mheshimiwa Rais kuwarejesha tena, kama alivyosema kwamba anahitaji mashirikiano katika wizara, watu wakafanya kazi kwa mashirikiano na sio kulumbana. Ni mtendaji mwenye maono ya kuweza kufikisha utumishi sehemu kubwa sana, hasa sisi watendaji wasaidizi wake tunalijua hilo, kwa maana ya kwamba amekuwa anafuatilia kila kitu. Bali ya hivyo ni mtu msikivu sana. Sometimes anakuwa anapata mambo mbalimbali, lakini of course ni mtu wa kubalance. Yale anakuita, anakuuliza na wewe unampa ufafanuzi, na alhamdulillah mnafikia pazuri tu. Viongozi na watumishi wa ofisi hii wameungana kwa furaha na pongezi, wakitoa ishara ya heshima na ushirikiano kwa viongozi wao ambao kwa mara nyingine wamepewa dhamana ya kusimamia wizara nyeti yenye jukumu la kuimarisha utawala bora. Kauli za busara kutoka kwa viongozi hawa zinaashiria imani ya watumishi kwamba uteuzi huu mpya ni mwendelezo wa kazi iliyojaa nidhamu, uadilifu na uongozi wa kuaminika. Namshukuru sana kwa kumteua Daktari Mwalimu Harun Ali Suleiman. Ama wanasema iso kongwe haivushi. Hivyo tunamshukuru kuturejeshea mheshimiwa wetu, kwa kweli tunamhitaji na tunamjali sana. Matumaini yetu tutashirikiana naye vyema kama tulivyoshirikiana naye katika awamu zilizopita, na awamu hii tutashirikiana naye vyema kutekeleza majukumu yetu na kuendana na kasi ya Mheshimiwa Rais. Lakini pia imani yetu kwa Mheshimiwa Waziri kwamba pale tulipofikia tutaendelea, kwa sababu bahati nzuri kwa kwetu sisi hatutaanza upya
ni tunaendelea naye, kwa hiyo tutaendelea tu pale tulipofikia. Hii inathibitisha uwezo wake na umakini wake kwa utendaji kazi wake uliotukuka, ambao mpaka umemshawishi tena kwa Rais Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuona kwamba anaweza kuendelea kutumia busara zake na uwezo wake na uzoefu wake katika kutuliza utumishi wa umma na kuendeleza maendeleo ya wafanyakazi, jambo ambalo limeleta mchango mkubwa sana hata kuwezesha ushindi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kutokana na wafanyakazi kuwa na hisia na tamaa ya maendeleo na chachu ya maendeleo katika utendaji kazi na kupata maslahi yao kwa ujumla, kutokana na nature ya waziri ambaye amempata kutokana na uzoefu wake. Katika nyuso za watumishi leo hii inaonekana taswira na matumaini mapya wanaopokea uteuzi huu, wakiwa na shauku ya kuendelea kukiimarisha kitovu cha huduma za umma kwa weledi zaidi. Kama Waswahili wanavyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Sisi tunamwahidi kwamba hatutomwangusha na tutaendelea kumpa mashirikiano yale yale ambayo tumempa katika kipindi ambacho kilichopita, na tunahakika kwamba kwa uwepo wake mambo mengi mazuri katika utumishi wa umma itaendelea kupatikana kuliko ilivyokuwa katika kipindi cha awamu ya kwanza ambacho kilikuwa hapa, na kwamba tunamwahidi sisi kama tuko pamoja na yeye kwa mashirikiano makubwa kuhakikisha kwamba majukumu au lengo letu la taasisi, yani wizara yetu, kama linafikiwa, kwa lengo la kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais kupitia watendaji wake wakuu kushusha majukumu kwa maafisa, ili kuhakikisha kwamba lile gurudumu letu la lengo la serikali linafikiwa. Kwa sisi watumishi wa umma tunashirikiana naye kupitia wizara yetu ya utumishi wa umma. Pia tunampongeza sana, tutakuwa naye pamoja kwa lengo la kupeleka utumishi wa umma ambao ulotukuka. Safari hii ya maendeleo haina mwisho katika kusimamia uwajibikaji na maadili yenye tija, kwani uongozi ni dhamana, si taji. Hivyo utayari wa kuendeleza kazi kwa pamoja ndio msingi wa mafanikio yanayotarajiwa katika kipindi kijacho. Nusra Khamis, UBTV. Katika jamii yoyote inayothamini ustawi na utawala bora, haki huwa ni msingi wa amani na maendeleo. Katika kuimarisha misingi hiyo, Idara ya Katiba na Msaada wa Kisheria imewatunuku vyeti wanafunzi waliohitimu mafunzo ya utoaji wa msaada wa kisheria katika kituo cha mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa mwaka 2021-2022. Tukio hili linaakisi dhamira ya kuendeleza taaluma, kuwajengea uwezo vijana na kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wanafunzi wa vyuo na jamii kwa ujumla. Khadija Yahya Hussein anaeleza zaidi. Katika ulimwengu unaokwenda na mabadiliko ya kasi, bado haki inaendelea kuwa msingi wa amani, injini ya maendeleo na nguzo ya utawala bora. Hii inaleta maana kubwa kwa wahitimu wa mafunzo ya utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria yaliyotolewa na kituo cha ofisi ya mwendesha mashtaka DPP, yanayolenga kuwawezesha wahitimu hawa kupata uelewa wa kina wa mifumo na taratibu za kisheria zinazotumika nchini. Katika kuisaidia serikali katika kutekeleza takwa hili la kikatiba, kwa sababu mnajua kwamba haki ya mwananchi kupata sheria ni haki ya kikatiba, lakini nyinyi pia kwa kujitolea mmeweza kuchukua jukumu lile la kwenda kuwafahamisha, kuwasaidia wananchi katika kupata haki zao. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo kutoa kwetu sisi vyeti ni kielelezo cha kuthamini ule mchango wenu katika swala zima hili la upatikanaji wa haki, na hasa katika ngazi za chini, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki zao. Uchambuzi wa majalada ya kesi, utafiti wa kisheria, uandishi wa nyaraka za kisheria, pamoja na kutoa msaada wa awali kwa wananchi wanaohitaji kuelewa haki zao ni miongoni mwa mafunzo waliopatiwa wahitimu hao. Uwepo wa vituo hivi kwa sasa hivi vimekuwa ni chachu ya kuifanya kwanza kutambulika kwa idara katika level ya vyuo vikuu, lakini vile vile kupatikana kwa ule msaada wa kisheria kwa wanafunzi ambao wapo level ya vyuo vikuu, na tayari kuna watu wengi ambao wamepata msaada kupitia hawa wanafunzi ambao wapo katika hivi vituo huko katika vyuo vikuu. Lakini mbali na wanafunzi ambao wanapata msaada, hata jamii pia, kwa mfano kama kituo cha DPP wamepokea kesi za wanajamii wengi tu, na wamesaidia watu wengi sana
Kwa mfano kwenye kesi za kuna watu walikuwa wamefukuzwa kazi kinyume na utaratibu, lakini kituo hichi kwa kushirikiana na idara iliwasaidia baadhi ya watu na wakaweza kupata haki zao. Uzoefu huu umeweka karibu wahitimu na utekelezaji wa sheria za nchi kama vile Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheria ya Msaada wa Kisheria na taratibu za mwenendo wa makosa ya jinai. DPP ikishirikiana na Idara ya Katiba na Msaada wa Kisheria kupitia programu hii imeimarisha na kutoa msaada mkubwa kwa wananchi juu ya masuala ya sheria, ikionyesha wazi kwamba huduma za kisheria zinapaswa kupatikana bila upendeleo, ubaguzi na kikwazo cha uchumi. Wanafunzi wetu tunawafundisha vitu mbalimbali kwenye masuala ya sheria, ikiwemo uchambuzi wa majalada, sheria mbalimbali zikiwemo sheria za mikataba, sheria za familia, uandishi wa sheria, utaratibu wa sheria na masomo mengineyo. Kwenye hii program ya Legal Aid, wanafunzi pia tunafundisha namna ya kusaidia jamii kwenye hii ngazi ya sheria. Kwenye hili tuna program maalumu ambayo wanafunzi hao kwa nafasi yao wanakuwa wanatoa hiyo elimu ya msaada wa kisheria wenyewe kwa wenyewe, ikiwemo masuala ya udhalilishaji, masuala mbalimbali ya kijamii. Mazingira ya utendaji kazi katika kituo cha DPP aidha yamewapatia uelewa zaidi wa jinsi haki jinai zinavyoshughulikiwa, namna ushahidi unavyochambuliwa kwa weledi na athari za maamuzi ya kisheria kwa maisha ya wananchi, pamoja na kuchangia katika utoaji wa haki na kuzingatia taratibu zilizowekwa kisheria. Huku wahitimu wa mafunzo haya wakipata nafasi ya kujifunza zaidi juu ya umuhimu wa uadilifu, uwajibikaji na maadili ya kitaaluma ambayo ni nguzo muhimu katika sekta ya sheria. Bado wanafunzi tuna nafasi kubwa katika kutengeneza mabadiliko ya kisheria, na hii huwa inajumuisha kwa kwamba taaluma pamoja na uzoefu na maadili ambayo tumeyapata wakati tunatoa hizi huduma za msaada wa kisheria, ni kwamba ni saidi moja ya kuonesha kwamba tunatengeneza viongozi wazuri baadaye pamoja na wasimamizi wa haki hivi sasa na baadaye. Kituo chetu kinatoa huduma aidha katika vituo tofauti kama ambavyo sisi tumeelekezwa, na vipi tunaweza kutoa hizo huduma kwa watu wengine. Kwa mfano tunaenda katika maskuli kukaa na watoto wanafunzi, kuwafundisha au kutoa mafunzo hayo kwamba mtu anatakiwa afuate sheria hivi au afuate maelekezo kwa mujibu ambavyo tunaeleza. Tuendelee kujifunza na mafunzo yale tuyatumie kwa mujibu yanavyotakiwa, kwa mujibu wa sheria. Maana yake kwa sababu sasa hivi tuna sheria ya Legal Aid Zanzibar. Kwa hivyo mafunzo yale yanatakiwa yatolewe katika jamii, tuhakikishe kwamba jamii inapata lile lengo la haki, kwa sababu lengo la kutoa msaada wa kisheria hasa ni kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Tukio hili linaakisi maarifa, juhudi na nidhamu walioionyesha wahitimu katika kipindi chote cha mafunzo. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha taifa linapata wataalamu wenye uwezo wa kuendeleza huduma za msaada wa kisheria na kulinda maslahi ya jamii, ikithibitisha wazi kwamba mifumo ya haki inahitaji rasilimali watu walioandaliwa, wenye maono na wanaothamini utawala wa kisheria. Khadija Yahya, UBTV. Asante Khadija kwa taarifa hiyo. Wanafunzi wa Chuo cha Utawala wa Umma IPA katika kada mbalimbali wamehitimisha masomo yao baada ya miaka kadhaa ya juhudi kubwa, wakiwa na bashasha usoni mwao kwa kufanikisha malengo ya kitaaluma. Wakati wa kushuhudia sherehe za mahafali, wahitimu hao waliweka bayana changamoto walizokabiliana nazo katika safari ya masomo pamoja na matarajio yao baada ya kukabidhiwa vyeti vinavyothibitisha jitihada zao. Baada ya safari ndefu iliyojaa misukosuko, matumaini, uvumilivu na juhudi zisizoyumba, hatimaye wanafunzi ambao ni wahitimu wa Chuo cha Utawala wa Umma IPA wamefika mwisho wa safari yao ya masomo. Ni safari ambayo kila mmoja amepitia kwa namna yake, wengine kwa kucheka na wengine kwa kulia, lakini waliamini kwamba kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho uliokuwa mzuri. Kwa mamlaka niliyopewa, ndugu waliohudhuria na wasiohudhuria, hasa shahada ya ununuzi na ugavi, Basic Technician Certificate in Procurement and Supply ya Chuo cha Utawala wa Umma. Wahitimu hawa wameshika ushindi wa maarifa waliouhangaikia, vyeti vinavyoashiria si tu ujuzi bali pia nidhamu, maadili na ukomavu wa fikra. Na matumaini yetu
wataenda kuyatekeleza kwa vitendo yale yote ambayo wameyaishi katika miaka yao hii ya kujifunza katika hapa Chuo cha Utawala Umma. Wito wangu ni kuwasihi wanafunzi na wale wote wahitimu kutojiengeji katika makundi mabaya na kuweza kutumia elimu yao vizuri na kudumisha amani, kwa sababu amani ndio itakayowawezesha kutumia zile ndoto zao ambazo zimewasukuma hapa kuja kupata elimu kwa ajili ya kwenda kufanikisha. Tafiti, mijadala na kazi za vitendo zimeibua ujuzi na uelewa mzuri hadi kufikia mafanikio haya ambayo hayaji kwa bahati bali kwa utayari na moyo wa kujitolea. Tafiti mbalimbali kwa mwaka wa 24-25 chuo kimeendelea na utafiti mkubwa unaofadhiliwa na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia Tanzania COSTECH unaohusiana na tathmini ya miongozo ya usimamizi wa mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya kilimo. Utafiti huu ni wa miaka mitatu na sasa hivi tunaendelea katika hatua ya kukusanya taarifa mbalimbali ili kuhakikisha watumishi wa chuo wanapanda madaraja kwa haki na usawa. Chuo kimepitisha muongozo wa upandishwaji vyeo hususan kwa wana taaluma ambao utawawezesha kupanda daraja moja kwenda jingine mpaka kufikia ngazi ya uprofesa. Hatua hii inafungua ukurasa mpya wenye matumaini na majukumu makubwa wanayobeba mioyoni mwao, huku akiamini kuwa huu si mwisho wa kujifunza bali ni mwanzo mpya wa safari ya utendaji, ubunifu na mchango kwa taifa lao. Safari ya masomo ilikuwa sio rahisi, ni ngumu, lakini tunapita changamoto mbalimbali pia. Kwa hiyo tumezikabili mpaka kufikia hapa tulipo. Kama ikitokea nikipata nafasi ya kuingia tena katika nafasi ambazo nimefanya kazi, nitafanya vizuri zaidi kwa sababu nimeongezea taaluma tayari ya kutumia njia ya kielektroniki ya kutunza kumbukumbu na nyaraka. Mimi nasema waendelee kwa sababu kusoma ni kutanua akili. Kwa hiyo utakaposoma manake hata kama utakavyofikiria itakuwa tofauti na vile ambavyo hauna elimu. Serikali ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla inanufaika mno na kizazi hiki kipya cha wataalamu. Kwa elimu walioipata kwa miaka yote, wahitimu hawa wanaenda kuongeza nguvu kazi ya taifa, kuleta maarifa mapya katika sekta mbalimbali. Serikali itarajie utendakazi na uadilifu mkubwa sana kutoka kwa wanafunzi wa kada ya kimataifa na diplomasia. Tumejipanga kufanya kazi kwa bidii na juhudi zote. Kwa upande wa serikali kwamba tunaomba izingatie hasa ile swala zima la upandishaji wa madaraja na let's say ya ile recategorization. Hatma ya safari hii pia inaonyesha ishara nzuri ya kuchochea maendeleo na kuimarisha huduma kwa wananchi. Ni dhahiri kuwa uwekezaji wa serikali katika elimu haujapotea, unarudi kwa namna iliyo wazi na yenye tija kupitia vijana wanaohitimu kwa uwezo na nidhamu. Mafanikio haya ya leo kutokana na juhudi za walimu, juhudi za wanafunzi wenzetu na kufata taratibu wanazotaka walimu na nidhamu bora. Wito kwa ndugu zangu ambao wanasoma na wahitimu wenzangu, nawaambia wafanye kazi kila walichofundishwa, pamoja na mgeni rasmi alivyochangia na alivyosisitiza kwamba tuwe mfano bora kwa wenzetu. Hongera kwa wahitimu wa IPA. Umuhimu huu umebeba ushahidi wa bidii, maarifa na ukomavu uliokomazwa na safari ya miaka kadhaa. Hatua iliyofikiwa leo inabaki kuwa alama ya ukuaji na mwanga wa maendeleo yanayoendelea kujengwa kwa manufaa ya jamii na taifa kwa ujumla. Nikiripoti katika mahafali ya 18 ya Chuo cha Utawala wa Umma IPA, Nusra Khamis, UBTV. Vifaa na miundombinu ya ofisi ni rasilimali muhimu zinazowezesha utekelezaji wa majukumu ya kila siku katika taasisi za umma. Lakini ufanisi wa huduma hizo unategemewa na namna vinavyotumika na kuangaliwa vifaa hivyo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Huzaimat Makame. Katika taasisi nyingi za umma, vifaa na miundombinu ya ofisi ni rasilimali muhimu zinazowezesha utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Vifaa hivyo vikiwemo kompyuta, samani, magari, mashine na kadhalika. Uwepo na utendaji kazi wa rasilimali hizo ni nyenzo ya msingi katika kuhakikisha huduma zinatolewa kwa ufanisi. Hata hivyo, ubora na uimara wa vifaa hivyo hutegemea namna watumishi wanavyovitumia na kuvihifadhi. Matumizi mabaya au kutokuzingatia taratibu za matengenezo husababisha hasara kubwa kwa taasisi na serikali kwa ujumla. Kuharibu vifaa kwanza kunapelekea hasara kubwa kwa serikali.
Kwa maana kama itaharibika gari au kompyuta inabidi tukaifanyia marekebisho. Tukitufanyia marekebisho maana yake tunatumia fedha za serikali. Kwa hiyo katika kuvitunza vifaa maana yake kwanza itasaidia kupunguza gharama. Lakini kuvitunza vifaa pili itasaidia katika kufikisha hizo huduma kwa wananchi kwa wakati. Maana yake tutaondoa malalamiko kwa wananchi. Kwa hiyo tunakuwa tunasisitiza kila uchao kuhakikisha kwamba vifaa wanavitunza. Watumishi wana wajibu wa kisheria na kimaadili katika kuhakikisha vifaa vya ofisi vinatunzwa ipasavyo kwa uangalifu na kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Hii ina maana kuwa kila mtumishi anapaswa kuwa mlezi wa mali za umma. Mtumishi anayejali rasilimali za ofisi husaidia kupunguza gharama za matengenezo, kuzuia upotevu wa muda na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inatumia pesa nyingi sana katika kununua vifaa ili sisi watumishi katika serikali tupate kufanya kazi zetu. Serikali inanunua magari, serikali inanunua computers, serikali inanunua meza, serikali inanunua viti, serikali inatoa pesa kwa sababu lazima sisi watumishi wa umma tuwe ndio mwanzo katika kutunza rasilimali za ofisi. Kwa sababu hiyo itakuwa tumeenda sambamba na ile sheria yetu ya utumishi wa umma ambayo imesisitiza kujielekeza katika thamani ya fedha. Tumejitahidi, ofisi tunashukuru imewasomesha, wana uweledi wa kutosha wa kutunza magari na kufanya kazi kwa mujibu wa wanavyopangiwa. Tunajitahidi magari yetu yanakwenda kwa wakati, tunayatunza na tunayatengeneza. Tunatunza vifaa vya ofisi ili kuongeza uzalishaji katika ofisi au kupelekea uimara wa matumizi mazuri ya ofisi, hasa katika rasilimali fedha na rasilimali vifaa. Kutunza vifaa katika ofisi zetu ni jambo la msingi sana, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tunapokuwa na vile vifaa vizima ambavyo vimetunzwa vizuri vinatusaidia katika kurahisisha kutoa huduma katika jamii, lakini pia kurahisisha kufanya kazi zetu kwa wakati na kwa urahisi zaidi. Serikali inatumia gharama kubwa katika kutupatia hivi vifaa. Ni wajibu wetu kuvitunza na kuvithamini, kwa sababu hivi ndio vitendea kazi ambavyo vinaweza kutufikisha katika malengo yetu ya ufanisi wa kazi za kila siku. Kila mtumishi anapaswa kulinda, kutumia kwa wakati na kuzingatia matumizi hayo bila ya kuleta athari ama hasara. Mtumishi yote ambaye atabainika kutumia vifaa kinyume na utaratibu, manake amekiuka sheria pamoja na miongozo iliyopo. Ili tuweze kutumia vifaa vyema katika matumizi sahihi kwa ajili ya kazi zetu za kila siku, sisi ni kama maafisa tunatakiwa lazima tuangalie matumizi ya kikazi tu na isiwe ni matumizi ya kitu kingine chochote. Kwa mfano, kumekuwa na kawaida kwamba mtu karatasi pengine hata kama hataki kutumia kwa kazi, anakuta anachora kwa kitu ambacho sio cha kazi. Sasa tunatakiwa kwamba tuweze kutumia kwa matumizi sahihi, kwa mfano kama kuprinti, kunini, lakini kwa matumizi yale tu ya kazi. Viongozi wa idara wana majukumu makubwa katika kusimamia na kufuatilia namna vifaa vinavyotumika ndani ya taasisi. Ni wajibu wao kuhakikisha kuwa kuna utaratibu wa ukaguzi wa mara kwa mara, matengenezo ya vifaa na utoaji wa mafunzo kwa watumishi kuhusu matumizi sahihi ya vifaa hivyo. Kiongozi anayeonyesha mfano wa kutumia rasilimali kwa uangalifu huwajenga watumishi wake kuwa na nidhamu ya kazi. Mara nyingi kama kitengo cha usimamizi wa ununuzi, taratibu za kimanunuzi zinapokuwa zimefuatwa, mara nyingi tunapata zile sifa stahiki kutoka kwa yule mtumiaji, manake user department. Mara nyingi huwa tunazingatia katika ubora wa bidhaa au rasilimali inayotaka kununuliwa kuliko idadi husika. Hiyo inaweza kusababisha kwenda kuweza kudumu na rasilimali iliyonunuliwa kwa muda mrefu. Sisi tunahakikisha kuzitumia kwao iwe kwa ubora na ufanisi kwa kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha ziko salama kwa matumizi. Na ufuatiliaji huu tunaufanya ili kubaini kama kuna kasoro, kuna mapungufu ama kuna uharibifu uliofanyika, nini tufanye. Ikiwa kuna upungufu, ina maana
tuongeze. Ikiwa kuna hitaji, kumeharibika, kuna hitaji matengenezo, tunafanya matengenezo. Kwa ujumla, utunzaji wa vifaa na miundombinu ya ofisi ni kipimo cha uadilifu kwa watumishi wa umma, kwani watumishi wanapaswa kutambua kuwa mali hizo ni za umma na zinapaswa kuheshimiwa ikiwa ni sehemu ya dhamana waliopewa. Uzalendo wa hali ya juu unahitajika katika eneo hili, ikiwemo kupenda, kuthamini na kutumia vyema rasilimali za ofisi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Huzaimat Makame, UBTV. Habari hiyo imekamilisha habari ya Mari kwa leo, na tujikumbushe tuliyokuletea leo katika habari ya Mari. Kupokelewa tena kwa viongozi wa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kunadhihirisha umoja, hamasa na nia ya kuendeleza misingi madhubuti ya uongozi bora nchini. Idara ya Katiba na Msaada wa Kisheria imetunuku vyeti kwa wanafunzi waliohitimu mafunzo ya msaada wa kisheria kwa mwaka 2021 mwaka 2022. Ukamilisho wa safari ndefu ya kitaaluma ya wanafunzi wa Chuo cha Utawala wa Umma IPA ni hatua muhimu ya ukuaji wa uwezo wa kitaaluma na kiuongozi katika sekta za utumishi wa umma nchini, na wajibu wa watumishi katika matumizi sahihi ya utunzaji wa vifaa na miundombinu ya ofisi. Habari hizi utazipata kupitia mitandao yetu ya kijamii: YouTube andika Utawala Bora, Instagram, TikTok na Twitter andika Online UBTV. Kwa niaba ya crew nzima iliyofanikisha habari hii, nyuma ya kamera Nasir Hassan, mwongozaji wangu ni Khadija Yahya Hussein, mimi ni Nusra Khamis. Nikutakie majukumu mema. Kwa heri.